Ni karibu tena kutazama kile ambacho kiko mbele yako. Baada ya matukio yaliyotokea kwenye dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imechukulia hatua kali Yanga kwa kuipa adhabu mbalimbali zenye uzito mkubwa. Maamuzi hayo yalifikiwa katika kikao cha kamati cha uendeshaji na usimamizi wa ligi kilichofanyika kufuatia matukio yaliyojitokeza katika mchezo huo uliomalizika kwa sare ya mabao 2-2 Mei 3 mwaka huu. Adhabu kubwa zaidi imekuwa ni faini ya shilingi milioni 30 kutokana na Yanga kuchelewa kuwasili uwanjani kwa dakika 5 tofauti na muda uliopangwa. Kwa mujibu wa taarifa ya TPLB, timu hiyo ilitakiwa kufika uwanjani wa Meja Jenerali Ismail saa 10:30 alasiri, lakini iliwasili saa 10 na dakika 35, jambo lilotajwa kuikiuka kanuni ya ligi kuu Tanzania bara. Inaelezwa kuwa sababu ya kuchelewa huko ilitokana na wachezaji pamoja na baadhi ya maofisa wa Yanga kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia na badala yake kuelekea katika nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara. Imesisitiza kuwa licha sababu zilizotolewa na klabu hiyo kuhusu usalama, taratibu za michezo zinapaswa kuheshimiwa bila kuvunjwa. Mbali na adhabu hiyo ya kifedha, meneja wa Yanga Walter Harrison naye amepewa adhabu kali baada ya kupatikana na kosa la kusukuma kiungo wa Simba Clatous Chama ndani ya eneo la mchezo. Kamati hiyo imemfungia Harrison kushiriki michezo mitatu pamoja na kumtoza faini ya shilingi milioni 1 kwa kitendo hicho kilichokiuka kanuni ya 45 kifungu cha pili 2.1. Kati ya hatua nyingine, shabiki wa Yanga alijitambulisha kwa jina la Mohamed Ali Mposo, naye amepewa adhabu ya kufungiwa kuingia uwanjani kwa muda wa miezi 12. TPLB imesema shabiki huyo aliingia katika eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika, kitendo kinachofurahishwa kuwa na viashiria vya imani za kishirikina. Kwa ujumla, adhabu hizo zimefanyika Yanga kubeba mzigo wa gharama ya shilingi milioni 31.